Simanzi, kijiji cha matumaini. Katika kijiji cha matumaini palikuwa na msichana mrembo aliyeitwa Amina. Alikuwa na ndoto kubwa za kuwa mwalimu na alipendwa na wote kwa ajili ya moyo wake mkuu na tabasamu lake la uchangamfu. Kila asubuhi aliamka na matumaini mapya, akisaidia familia yake na kusoma vitabu chini ya mwembe mkubwa. Mama yake Bi Zawadi alikuwa msaada wake mkuu. Walikuwa si tu mama na mwana, bali pia marafiki wa dhati. Mara nyingi walionekana pamoja wakipika, wakicheka na wakishirikiana hadithi za maisha yao. Upendo wao ulikuwa nuru katika nyumba yao ndogo. Siku moja yenye giza, Amina alikwenda mtoni kuchota maji kama kawaida, lakini hakurudi. Jua lilipozama, hofu ilianza kutanda katika moyo wa Bi Zawadi. Alimwita Amina bila kupata jibu. Giza liliingia na pamoja nalo ukimya wa kutisha. Asubuhi iliyofuata, Bi Zawadi alitoa taarifa kwa mzee wa kijiji, Mzee Baraka. Wanakijiji walikusanyika na msako mkubwa ukaanza. Walitafuta kila mahali, msituni, kando ya mto na katika mashamba ya jirani. Nyuso zao zilijaa hofu na maswali yasiyo na majibu. Baada ya siku 2 za kutafuta, mwili wa Amina ulipatikana ukiwa umefichwa kwenye vichaka karibu na mto. Kilio cha majonzi kilisikika kote kijijini. Matumaini ya kijiji cha matumaini yalikuwa yamezimwa. Ndoto za Amina zilikuwa zimekatizwa kikatili. Maneno yalianza kusambaa. Jina la Juma, kijana mmoja mwenye kiburi kijijini, lilianza kutajwa kwa minong'ono. Alipoulizwa, alikana kwa ukali, akijifanya hana hatia mbele ya wazee. Lakini macho yake yalikuwa na siri nzito. Uchungu wa Bi Zawadi ulibadilika na kuwa nguvu ya ajabu. Alikataa kunyamaza. Alisimama mbele ya wanakijiji na kusema, kimya chetu ndicho kinachowapa nguvu wakatili. Sauti ya binti yangu haitanyamazishwa na kifo. Nitapigania haki yake. Siku ya mkutano wa kijiji, Bi Zawadi alimkabili Juma moja kwa moja. Kwa sauti thabiti, alieleza jinsi Juma alivyokuwa akimsumbua Amina. Alidai haki itendeke, sio kwa ajili ya Amina tu, bali kwa wasichana wote wa kijiji. Ingawa wengi waliogopa, sauti ya Bi Zawadi iliwapa ujasiri wanawake wengine. Mmoja baada ya mwingine, walianza kusimama pamoja naye. Walitengeneza mnyororo wa umoja, wakidai usalama na heshima kwa wanawake katika jamii yao. Safari ya kutafuta haki ilikuwa ndefu na ngumu. Lakini kifo cha Amina hakikuwa cha bure. Kilizua mwamko katika kijiji cha matumaini. Sauti ya mama yake ilivunja ukimya wa miaka mingi na kupanda mbegu ya mabadiliko.